Watu wengi duniani wanakufa bila kujua nini hasa kimewaua. Wengine huanza na homa ya kawaida, wengine huanza na kidonda kidogo, na wengine huanza na maumivu ya koo au maambukizi ya mkojo yani UTI. Lakini ghafla hali inabadilika. Moyo unaanza kwenda kasi, kupumua kunakuwa kugumu, mwili unatetemeka, na ndani ya masaa machache mtu anaweza kupoteza maisha. Tatizo ni hili linaitwa septicemia, bakteria wanaoingia kwenye damu. Na leo kwenye video hii tutaenda kujifunza septicemia ni nini, dalili zake za mwanzo, kwa nini ni hatari sana, watu gani wapo kwenye hatari kubwa, makosa yanayoweza kupelekea kwenye sepsis, na jinsi ya kuokoa maisha kabla hujachelewa. Hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu elimu hii inaweza kuokoa maisha yako au ya mtu unayempenda. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, tafadhali bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Septicemia ni nini? Septicemia ni hali ambapo bakteria wanaingia kwenye mfumo wa damu na kusambaa mwili mzima. Kawaida damu inapaswa kuwa safi bila bakteria. Lakini bakteria wanapoingia kwenye damu, mwili huanza vita kali sana. Tatizo kubwa ni kwamba wakati mwingine si bakteria wenyewe ambao wanauona, bali reaction ya mwili dhidi ya hao bakteria. Mwili huanza kuvimba ndani, mishipa ya damu kuharibika, pressure kushuka, viungo muhimu kushindwa kufanya kazi vizuri. Na hii ikizidi huitwa sepsis. Sepsis ni emergency kubwa sana hospitalini. Tuangalie jinsi bakteria wanaingia kwenye damu. Kwanza ni kupitia vidonda. Kidonda kidogo kinachoonekana kawaida kinaweza kuwa mlango wa bakteria kuingia mwilini. Watu wengi hupuuza vidonda vya miguuni, majipu, vidonda vya kisukari, kuchomwa na kitu chenye ncha kali au kitu chenye kutu, na hapa bakteria wana nafasi ya kuingia kwenye damu. Njia ya pili, maambukizi ya mkojo yani UTI. UTI kali kichelewa kutibiwa inaweza kusafiri mpaka kwenye figo na baadaye kuingia kwenye mfumo wa damu. Dalili zake zinaweza kuwa maumivu makali ya kukojoa, homa, mkojo wenye harufu kali, maumivu ya mgongo. Tatu ni maambukizi ya mfumo wa upumuaji, tunaita pneumonia. Maambukizi ya mapafu ni moja ya sababu kubwa ya septicemia duniani. Mtu anaweza kuanza na kikohozi, homa au kupumua kwa shida. Lakini bakteria wakifika kwenye damu, hali hugeuka na kuwa mbaya sana. Meno yaliyooza. Ndiyo, jino lililoambukizwa linaweza kusababisha bakteria kuingia kwenye damu. Hii hutokea hasa kwa watu wasiosafisha meno vizuri, wenye kisukari na wenye kinga dhaifu. Sindano au vifaa visivyo safi. Kutumia vifaa visivyokuwa na sterile kunaweza kuingiza bakteria moja kwa moja kwenye mfumo wa damu. Dalili za mwanzo za septicemia ni pamoja na, tatizo kubwa la septicemia ni kwamba dalili zake zinafanana na magonjwa mengine. Watu wengi hudhani ni malaria, mafua au uchovu wa kawaida, lakini kumbe mwili upo kwenye hatari kubwa. Dalili muhimu ni pamoja na homa kali, mwili hupambana na infection, lakini pia kutetemeka sana, baridi kali inaweza kuja ghafla, mapigo ya moyo kwenda kasi, moyo unajaribu kusambaza oksijeni zaidi, kupumua haraka, mwili unahitaji oksijeni nyingi zaidi, kuchoka kupita kiasi, lakini pia kuchanganyikiwa, lakini pia ngozi hubadilika, inaweza kuwa ya blue au ya baridi kali na yenye madoa. Dalili za hatari. Ukianza kuona dalili hizi, basi wahi hospitali mara moja. Kwanza ni kupoteza fahamu, kushindwa kupumua, mdomo kuwa ya blue, pressure kushuka, kuchanganyikiwa sana, mwili kuwa baridi sana. Hizi zinaweza kuwa dalili za mwisho kabla ya viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi vizuri. Kabla tujaendelea, kama unapenda kujifunza zaidi kuhusu afya na namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali kama kisukari, pressure, cholesterol, magonjwa ya moyo, figo na stroke, kuna kitabu maalum kinachoeleza dalili za mwanzo, vyakula
na makosa ya kuepuka, njia za kujikinga. Kitabu hiki kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee kupitia namba za simu 0767446887. Usisubiri mpaka ugonjwa uwe mkubwa, elimu inaweza kuokoa maisha yako. Kwa nini septicemia ni hatari sana? Wakati mwingine bakteria wanakuwa wachache, lakini mwili unafanya reaction kubwa sana. Reaction hiyo inasababisha mishipa kuvuja, damu kushindwa kusafiri vizuri, oksijeni kutofika kwenye viungo, na hapo figo zinaanza kufeli, mapafu yanashindwa kufanya kazi vizuri, moyo unachoka na ubongo unaathirika. Ndiyo maana septicemia inaweza kuwa ndani ya muda mfupi sana. Watu walio kwenye hatari kubwa, kwanza ni wazee. Miili yao pambana polepole na infection. Pili, watoto wadogo, kinga yao bado haijakomaa. Wagonjwa kisukari, vidonda na infection huenea haraka. Watu wenye HIV, kinga ya mwili huwa dhaifu. Wagonjwa waliolazwa kwa muda mrefu, hasa wenye drip au catheter. Jinsi ya kujikinga: kwanza, safisha vidonda mapema, usipuuze kidonda chochote. Tibu infection haraka. Usikae na UTI, kikohozi, maumivu ya jino au majipu. Osha mikono mara kwa mara. Njia rahisi lakini muhimu sana. Epuka kutumia antibiotic kiholela. Kutumia dawa hovyo huongeza bakteria sugu. Dhibiti magonjwa sugu kama kisukari na pressure. Vikidhibitiwa vizuri hupungua hatari. Kitu cha kuogopesha ni kuhusu septicemia ni kwamba watu wengi hawajui wanaumwa mpaka hali iwe mbaya sana. Asubuhi mtu anaonekana ni mzima, usiku yuko ICU akipigania maisha. Usipuuze homa kali, kutetemeka, kupumua haraka, kuchanganyikiwa, uchovu mkubwa. Inaweza kuwa mwili wako unapiga alarm ya hatari kubwa. Naamini umejifunza kitu katika video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Na ndio niandikie kwenye comment section. Afya ni utajiri. Kama umeelewa somo la leo, nikutakia siku njema na Mungu akubariki.